kisa. Mnakumbuka niliwaambia hiki kisa nilipokuwa nimetekwa na uraibu wa mpira. Yaani kabisa nimeitwa tu tena vizuri kwa lengo zuri, Pastor Mungu. Na baraza nililoniita ni baraza, it was baraza la kanisa nadhani. Sisi walikuwa wameshatangaza ukisikika unachangilia mpira unafutwa ushirika. Sasa mimi na mpira ilikuwa ni damu. Kwa siku ya Ijumaa wakati wanacheza kombe la dunia, kombe la dunia linacheza saa 7 na timu inayocheza siku hiyo ni timu ya Italy, na kuna mwanamume anaitwa David Villa. Mwanangu nikasema hapo ninaenda. Na kutoka nyumbani kwenda kule wanakoangalia mpira ni kilomita zilizopungua 17 kutoka kijijini. Huyo tukatembea. Tumerudi Ijumaa tumechoka. Siku ya Jumamosi tunaenda, tunawaza hivi hakuna aliyetuona. Ndugu yangu, siku nayoogopa Simba ndio nakutana naye. Ninafika tu kanisani hata sijakaa, naona mzee anakuja anasema, "Samahani Thomas, unaitwa kwenye chumba kile?" Wazee wangu. Kasema kwisha habari yangu. Nikaenda nikakuta watu kama 11 wamekaa hapo. Mzee mmoja akaniambia, "Sasa Thomas, uwe na amani. Tumejitahidi sana kufuatilia nyendo zako." Nikamwambia, "Mzee, nisikucheleweshe. Naomba nijieleze mwenyewe." Akasema, "Sisi ndio tumekuita, wewe tulia." Nikamwambia, "No, naomba nijieleze. Mimi nataka nieleze ukweli kwamba jana nilikuwa kwenye mpira, wala nisiwacheleweshe. Maana najua kuna mtu ameshaniona tayari." Ni jasho linatoka. Nikamwambia, "Mzee, usipoteze muda, niache niseme mimi mwenyewe." Mama mmoja ninayemheshimu akasema, "Mwanangu Thomas, msikilize mzee." Mzee akasema, "Thomas, tumefuatilia sana nyendo zako. Tumegundua unafaa kuwa mzee wa kanisa hili. Kwa hiyo tumekuchagua kuwa mzee wa kanisa." Baba, unajua hauwezi kufili nilichokifili kwa sababu haukuwa wewe. Nilihisi kama kuna msalaba ambao nilikuwa nimebeba umeshuka. Halafu nikaona nilivyotaka kujikaanga kwa mafuta yangu. Tangu siku hiyo nikasema mimi na mpira basi. Bwana, umefunika uovu wangu huu kabisa, mimi na mpira basi. Unajua kuna wakati yani Mungu anakufunikia uovu mpaka unasema, "Yesu, nikirudia niite Mungu. Sitarudia kabisa." Na niwaambie ukweli, tangu siku hiyo mimi na mpira nina uwezo tu wa kuangalia, lakini wala hata moyo haushituki. Itakayofunga ndio nitashangilia. Kifunga hii nashangilia, ikifungwa hii basi hivyo. Yani sina timu yoyote. Lakini nilitaka nijieleze, nijishtaki mwenyewe. Ndivyo alivyo mtu mwenye hila kwenye ndoa yake. Wewe unauliza jambo hili, halafu yeye anakuambia jambo jingine. Wamama, kama huwa mnafua nguo za waume zenu, njia nyingine ni hapa. Nenda kamwambie mume wako nguo ulizokuwa unazifua, halafu muite. Mwambie, "Mume wangu, nadhani sasa umetulia. Wakati ninafua kuna kitu nimeona kwenye mfuko wa suruali yako. Unaweza ukanieleza kiliingiaje kwenye mfuko wa suruali yako? Ukiona jasho linatiririka." Unaona nahangaika sasa. Ni kitu gani? Wewe niambie kiliingiaje kwenye mfuko wa suruali yako. Lakini unajua shetani hajafa. Itakuwa kuna mtu aliniwekea. Mtu gani? Hata hujamwambia ni kitu gani. Baadaye nahangaika nasema, "Mke wangu, mimi najua kuna watu wachonganishi. Huenda kuna mtu ameniwekea mipira kwenye suruali yangu au ameingiza barua isiyofaa." Mume wangu, mimi nimekuta kaunyoya kakuku. Sasa nikasema huyu kaunyoya kakuku kwenye suruali kaliingiaje? Saa uwe serious bwana. Mimi nikadhani ni kitu kibaya. Wewe mtishie tu hivyo, uone atakavyo panic. Hivyo tu. Ukiona mtu analinda simu kiasi hicho, kuna changamoto. Namba 4 tunamalizia. Namba 4, indicator ya 4 kwamba familia yako imeshavamiwa. Ukaribu wa kihisia huwa unapungua. Mungu anisaidie na akusaidie na wewe ulielewe hili kama ninavyotaka lieleweke. Hivi ukiwa na mwenzako hapo nyumbani mmekaa, unajisikiaje? Yaani moyoni mwako kuna nini kinachoendelea moyoni?
Unajua kuna ile unakaa na mtu kiasi kwamba unafili, yani nina mtu hapa tunapiga story. Yani unaona hata mnavyozungumza kale kamoyo kakimwemwe kamo, lakini kuna wakati unaongea na mtu ile radha ya mazungumzo haimo kabisa.